Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics, ili tuendelee na uchanganuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka ndani ya serikali ya Kenya Kwanza tunapoelekea kwenye uchaguzi mkubwa wa mwaka wa 2027. Na kama kuna viongozi ambao wapo taabani, ni viongozi ambao watachaguliwa na wananchi. Awe ni kiongozi kutoka kwenye upande wa upinzani ama akuwe ni kiongozi kutoka kwenye upande wa UDA. Kwa mfano, siku leo watazamaji wangu, kutoka kule Rift Valley manyumbani mwake William Samoei Ruto, kuna mbunge wa Kericho ambaye amekuwa heckled, akafurushwa na wananchi, akazomewa na lazimika kukatiza ile hotuba yake ambayo alikuwa anawaambia wananchi, kwa sababu mbunge yeyote watazamaji wangu ambaye atakuwa anaingia kwenye kampeni zake sasa hivi ni lazima akuje na manifesto mpya, akuje na agenda mpya. Lakini kabla ya hizo agenda zake ni lazima awaelezee wananchi amewafanyia nini. Wakati alikuwa anapatiwa pesa za CDF alizitumia vipi? Wakati alikuwa anapewa pesa kufanya maendeleo pale ground, alifanya hayo maendeleo ama alikuwa anazitumia hizo pesa kujinufaisha yeye mwenyewe? Mfano mzuri wa watazamaji wangu ni mbunge wa Kiharu, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Na hapa Kenya sasa hivi watazamaji wangu, sidhani kana kwamba kuna mbunge yote ambaye anamfikia mbunge Ndindi Nyoro kwa maendeleo, kwa sababu kule shule zimeimarishwa, na hata ni hivi tu majuzi alisema ya kwamba wanafunzi watakuwa wanalipa karo ya shilingi 500. So unaona watazamaji wangu, wakati wabunge wengine wanafanya kazi, kuna wengine na wao wanajistarehesha, wanachukua pesa za wananchi wanazitumia kwa mabiashara zao, wanazitumia hizo pesa kufanya maendeleo yao. Lakini sasa chuma chao kimotoni watazamaji wangu. Sasa hivi ndio mambo yameanza, na wananchi hawawezi wakasahau kabisa, kwa sababu ni viongozi ambao waliwachagua mwaka wa 2022. Tunaelekea kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Hao wananchi, hao viongozi watakuwa na lipi la kuoneshana ambalo wamelifanyia wananchi. Wasikuje pale tena ground kuanza tena kuwabembeleza wananchi wapigie kura, lakini wakati walipewa nafasi ya kuwafanyia wananchi kazi na kuwatetea kule kwenye bunge la kitaifa, wao walienda wakajisahau, wakaanza kupitisha miswada ambazo ni za kumkandamiza na kumdhulumu mwananchi wa kawaida. Huyu mbunge wa UDA watazamaji wangu ndio amekumbana na kipindi kigumu, kwa sababu kule ni ngome za UDA, kule ni nyumbani kwake Rais William Samoei Ruto, na huko tunaweza kusema ya kwamba ndio kura za kwanza kabisa William Samoei Ruto anazitegemea kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Lakini tayari mambo kwa ground tofauti watazamaji wangu. Pale mwaka wa 2027 viongozi watakuwa wana deal na Wakenya wengine tofauti, hasa hawa vijana wa Gen Z watazamaji wangu. Wanataka kujua wewe umetufanyia nini wakati ulikuwa mamlakani, ukuwe ni gavana, ukuwe ni mbunge, ukuwe ni women rep, kiongozi yoyote ile watazamaji wangu ambaye anataka kuchaguliwa na wananchi pale mwaka wa 2027, lazima akuje na mambo ambayo amewafanyia wananchi. Maendeleo gani ambayo amefanya? Umejenga shule ngapi wewe kama mbunge? Umelainisha mambo ya elimu, ama wewe kazi yako ilikuwa tu ni kupata pesa alafu hakuna maendeleo yote ambayo unaeleta? Kwa kweli watazamaji wangu, mbunge Ndindi Nyoro amewaeka hawa wabunge wengine taabani, kwa sababu pesa wamekuwa wakipatiwa the same. Yule akipata milioni 10 pia yeye anapata milioni 10. Lakini unaona kwa upande wa Ndindi Nyoro yale maendeleo ambayo amewafanyia watu wa Kiharu constituency, hasa ukiangalia mambo ya elimu watazamaji wangu, ni mambo ambayo ameyapatia kipaumbele kuliko hata maendeleo mengine yoyote pale. Mambo ya barabara pia vile mambo ya afya, hayo ni mambo ambayo watazamaji wangu ukienda kule Kiharu, huko ndio Singapore ile ambayo tunaitaka. Lakini je, kwa hawa viongozi wengine ambao wanajikokota kuleta maendeleo, viongozi wengine hata walichaguliwa watazamaji wangu na wakahama katika yale maeneo bunge ambayo walichaguliwa, wakahama kabisa, hata hawaishi huko, wanakujaga mara moja na wakikuja wanaenda tena. So watazamaji wangu, sijui mambo yatakuwa vipi pale mwaka wa 2027. Hao viongozi kwa kweli watakuwa na kipindi kigumu sana, kwa sababu hakuna tena kuja kudanganyana ati unataka kiti, umefanya nini? Na wewe kama unakuja kugombania kiti kwa mara ya kwanza, je, uko na manifesto gani? Ama wewe utakuja tu ingie pale na usahau kuwafanyia wananchi kazi? Tukiachana na hizo habari kutoka kule Kericho kuhusiana na huyo kiongozi wa UDA ambaye amefurushwa akakuwa heckled na wananchi, naye William Samoei Ruto ameanza kuingia ground ili kuendelea kufanya mikutano na UDA grassroots leaders. Na siku ya leo alikuwa kule Nyeri manyumbani mwake aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, katika tu jitihada zake za kuendelea kutafuta kura zaidi, kuendelea kutengeneza ground ambayo itakuja kumsupport pale mwaka wa 2027.
Lakini watazamaji wangu, kama kuna eneo ambalo linazidi kuwa ngumu kwa William Samoei Ruto kupata kura ni pale Mlima Kenya. Hawa watu wa Mlima Kenya, watazamaji wangu, wameamua ni one term mpaka kwenye uchaguzi ujao mwaka wa 2027. Hebu sikiza ujumbe wa William Samoei Ruto, mtazamaji wangu, akizungumza siku ya leo wakati alifanya mkutano na viongozi mbalimbali kutoka kule Mlima Kenya, wazungumzie vile ambavyo watajiandaa wanapoingia kwenye uchaguzi mwingine wa mwaka wa 2027. Kabla sijakuwekea video, mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Ya kuunda serikali ya kuwajumuisha Wakenya wote. Leo tuko na serikali ya broad based. Mmewahi kuona maandamano mengine kwa barabara? Mmeona fujo inaendelea? Mmesikia kelele inapigwa? Yes, kwa sababu inside the challenges that we have, we must look for opportunity to take Kenya forward so that we don't succumb to the challenges we have as a nation. Instead, we must look for where is the opportunity, even in the middle of any challenge, to move the country forward. Sikizeni. Mbali na chama ya UDA na Kenya Kwanza, hata wale hawakutupigia kura, hata wale walikuwa wanapinga sisi, safari hii watapiga kura na sisi. Mmesikia? Naona wacha nirudie. Wacha nirudie. Nimewaambia siasa, uongozi, maendeleo haitengenezwi na makelele na fujo na uadui na chuki na mambo ya ukabila. Siasa, uongozi na maendeleo inatengenezwa na urafiki na utangamano na ushirikiano na mambo ya kuunganisha taifa. Kama vile ambavyo umeweza kumsikiza, naye huyo ni William Samoei Ruto akiendelea bado kung'ang'ania kura za Mlima Kenya na pia kura kutoka kule Luo Nyanza. Hili ni eneo ambalo watazamaji wangu, kitu cha kwanza alikumpigia kura, lakini kipindi hiki anaonekana anazitegemea sana hizi kura za watu wa Luo Nyanza. Lakini je, kweli atazipata? Ukiangalia mgawanyiko ambao uliopo sasa hivi kwenye viongozi wa kule Luo Nyanza pamoja na kule Western, chama tawala cha kule Western pamoja na Luo Nyanza, watazamaji wangu, kimekuwa ni ODM kwa kipindi kirefu. Na sasa endapo ODM haina ule umoja, viongozi hawana unity, itakuwa ni vigumu kwa William Samoei Ruto kupata zile kura zikiwa kwenye kikapu kimoja, zitasambaratika, na zile ni kura kidogo, watazamaji wangu. So hebu imagine, mtazamaji wangu, zikisambaratika, United Opposition ipate kura na yeye William Samoei Ruto apate kura. So unaona William Samoei Ruto ataenda nyumbani na kura kidogo, kwa sababu kule ni ngome za upinzani. Hata kama viongozi wakubwa wale vyama kama vya ODM kina Oburu Odinga, wao wanaongoza kwaya ya kusema ni two term, lakini kumbuka sio wao watapiga kura. Yule mwananchi ako pale chini, yeye ndio anajua zile shida ambazo amekuwa akizipitia na changamoto ambazo amekumbana nazo tangu William Samoei Ruto aingie uongozini pale mwaka wa 2022. Hawa viongozi, watazamaji wangu, inakuwa ni vigumu kumuelewa mwananchi wa kawaida, kujua ni maisha gani ambayo mwananchi wa kawaida anayapitia pale chini. Ndio unaona sasa hivi ODM badala ya kusikiza ground imeanza kusikiza kwenye upande wa William Samoei Ruto, na sasa inavuta kwenye upande wa tutam. Imesahau wale supporters wake ndio waamuzi, watampatia ama hawatampatia. Na kwa mimi watazamaji wangu, lakini hebu niacheni maoni yenu kuhusiana na vile ambavyo huyu mbunge amekuwa heckled. Je, wewe kwenye eneo bunge lako, mbunge wako amefanya nini? Ameleta maendeleo? Amejenga shule? Ameimarisha mambo ya maji, ya afya, ya hospitali zimejengwa? Ama yeye amekuwa akipokea pesa na kupotea? Hakuna maendeleo, hata barabara hazijatengenezwa. So wewe mtazamaji wangu, sijui uko na maoni gani kuhusiana na uchaguzi wa mwaka wa 2027 na viongozi ambao hawajafanya kazi? Je, unaona kuna haja kweli hata ya kuwasikiza kwenye kampeni zao? Niache maoni yako hapo kwenye eneo la comment, mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa na hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.